Yes, mtazamaji wa Bongo 5 Network, huyu ni Kuhani Musa, mtumishi wa Mungu akiwa amefika hapa nyumbani kwa akina MC Pilipili Dodoma, na amewasili mchana huu kwa ajili ya kuweza kuja kutoa salamu za pole kwa ndugu jamaa pamoja na marafiki, lakini amepatana na viongozi mbalimbali ambao wako naye hapa katika jambo hili kubwa na la kuhuzunisha. Pole jamani. Poleni sana. Mtumishi wa Mungu Kuhani Musa amekuja kuwapa pole. Tuombe. Bwana Yesu Kristo, uliye Mungu mkuu na nuru halisi, tunakushukuru kwa kibali ambacho umetupa cha kukanyaga katika makazi haya ya mtumishi wako. Tunakushukuru kwa ajili ya baraka zako nyingi. Tunakushukuru kwa ajili ya utukufu wako na nguvu zako. Umetupa neema ya kukanyaga katika kitovu hiki ambacho ndicho kimekuwa chanzo cha mtumishi wako Emmanuel, ambaye leo umemwita kwako. Tunakushukuru kwa ajili ya baraka nyingi ulizoziweka juu yake. Tunakushukuru kwa ajili ya maisha yake ambayo yaligusa vijana wengi, yameinua vijana wengi. Umemfanya kuwa baraka, na leo umempumzisha. Hatuna cha kusema mbele zako. Wewe ndio sababu ya uhai wetu. Wewe ndio sababu ya kuishi kwetu. Kwako tumetoka, kwako tunaishi, na kwako tutarudi baada ya kulitumikia kusudi lako. Ulimpa neema ya kugusa vijana wengi katika tasnia ya MC, katika tasnia ya kuinua vipaji vya uchekeshaji, lakini kama haitoshi ulimuita akawa mtumishi wako.
umemfanya kuwa baraka na faraja kwa wagonjwa na watu wenye matatizo mbalimbali waliokuwa wamesahaulika. Na sasa imekupendeza umpumzishe. Tunayo maumivu mengi, na sasa kilichotokea kimetushtua sana. Kwa hiyo niwape pole sana, na kanisa pia linawapa pole, kwamba tuko pamoja kwa mambo yote. Na ndio maana tumefika ili tuweze kujua utaratibu utakavyokuwa, na sisi tuone kwamba kama kanisa tunaweza kusimama upande upi. Ndio. Mimi ni kaka mkubwa. Naitwa Mchungaji Christopher. Mchungaji wa kanisa la Baptist Church. Na huyu pia anaitwa Thomas. Ni mdogo wake na MC Pilipili. Kwa hiyo tumetoka tu hospitalini, tumefika hapa kufanya kikao kwa ajili ya kutoa ripoti na baadaye kutoa tangazo kwa umma kile tulichopewa pale hospitalini. Lakini pia tukimaliza tukae chini, maana ilichaguliwa kamati ya mambo haya. Kwa hiyo tukae na kamati tuweze kuongea na tuweze kupanga tutafanya kwa namna gani kwa siku hizi 3. Kuanzia leo, kesho mpaka kesho kutu. Kwa hiyo kuna bwana mmoja nimesaje jina lake ambaye nawasiliana naye, nilimwambia asubiri kwanza mpaka tutapomaliza kikao tutampa ripoti. Kwa mpango kwa vile vile. Lakini ripoti inaweza kutoka tulikuwa naomba kwanza tusilizungumzia sasa hivi. Tulikuwa tunaongea na familia kwanza hapa. Alafu baada kumalizika ndio tupate nafasi kuongea. Ndio tumekutana sasa hivi tunazungumzia jambo hili kwa brief na familia. Alafu ndio tutatoka nje kwa kusema hili jambo. Kwa naomba kwanza tusubiri tumalize na familia ndio. Sawa. Sisi tunashukuru. Nafikiri tutakuwa hapa. Sawa. Tuweze kusikia. Sawa. Na tukisha kuimaliza kazi tunarudi kwako kwa namna yoyote na kwa njia yoyote. Wewe ndio muamuzi wa kutuleta na ndio muamuzi wa kuturejesha majira yoyote unayotaka. Ninakuomba Bwana, katika msimu huu ambao tunayo majonzi na huzuni na vilio, tunaomba neema yako juu ya mji huu. Tunaomba kibali chako juu ya mji huu. Tunaomba rehema zako juu ya mji huu. Tunaomba nguvu zako juu ya mji huu. Mkono wako uwe juu ya familia hii, kwa wanafamilia wote walioguswa na msiba huu kwa namna moja ama nyingine. Ndugu, jamaa, marafiki, mke na watoto. Uwape faraja, uwape nguvu.